Imeelezwa kuwa kwa sasa baadhi ya wanaume wamekuwa wakidandia majibu ya wake zao, hasa pale linapokuja suala la mwanamke kwenda kupima afya yake, jambo ambalo ni hatari kwa wanaume, huku wakishauriwa na wao kuwa na tabia ya kupima afya ya mara kwa mara. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa manispaa ya Geita Yefred Mienzi leo Novemba 28, 2025 makao makuu ya manispaa hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani 2025 na siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo amewataka wananchi na watumishi hao kuepukana na tabia hiyo ambayo imekuwa si njia salama kwa familia. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea manispaa ya Geita, mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Watu wao wamepima, na kwenye eneo hili naamini mmeona hiyo changamoto ambayo tumeambiwa hapa. Sisi wanaume tunadandia majibu ya wake zetu wanapokwenda kliniki kupima ujauzito. Mwanaume hapo sasa ndo naona na yeye yuko salama. Lakini ile ya kujitokeza mwenyewe kwenda kupima inaonekana sisi takwimu zetu ziko chini sana. Kwa hivyo vile kuna rai ya sisi wanaume kujitokeza kwenda kupima bila kudandia migongo ya wake zetu wakati wa ujauzito. Tafsiri yake mwanamke asiyeshika ujauzito basi wewe utajua status yako au utakuwa subiri mpaka iwe. Sasa hapo katikati kama una maambukizi na sio mwaminifu, basi unaweza kawa unaendelea kuambukiza watu wengine na wengine na wengine. Pekee niwapongeze idara ya afya na maendeleo ya jamii kwa sababu kwa jitihada zao kwa manispaa ya Geita tumeelezwa kwamba mwaka 2025 hadi kufikia mwezi Oktoba jumla ya watu 60,000 walijitokeza, 60,506 walijitokeza, wanaume 20,139 na wanawake 40,367. Waliogundulika kuwa na maambukizi ya VVU walikuwa 762, na hao ni sawa na 1.3% ndani ya mwaka huu. Tafsiri yake ni kwamba hao 762, 240 wanaume na 522 wanawake wanawajibika kuhakikisha kwamba wanaendelea kutumia dawa ili kupunguza kasi ya maambukizi kwenye maeneo, lakini pia angalau na wao nguvu kazi yao iweze kuimarika, waweze kuwajibika kwenye familia zao kwa ajili ya haya maeneo mawili tuliyosema, kudhibiti maambukizi ya VVU pamoja na ukatili dhidi ya kijinsia. Kwa hiyo ninaamini tukijielekeza kwenye eneo hilo la uzalishaji, basi tutaongeza vipato na kukabiliana na ukatili wa kijinsia mwingine ambayo tumeambiwa hapa. Sasa mimi nihitimishe kwa kutoa rai. Sisi watumishi, wajibu wetu ni nini? Amesema pale msimamizi wetu wa dawati la msaada wa kisheria. Tunayo mambo kadha wa kadha ya kufanya sisi kama watumishi. Jambo la kwanza ni kuendelea kuelimisha jamii juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na ukimwi. Elimu juu ya masuala hayo haina mwisho, kwa sababu kila siku waliokuwa watoto wanakuwa vijana, waliokuwa vijana wanakuwa wazee, na kadri kizazi kinavyoendelea elimu inahitajika, kwa sababu wajana si wa leo wala wa leo si wa kesho. Kwa hiyo watu wanahitaji kupata maarifa ya kutosha. Leo hii tumepata elimu kubwa sana kutoka kwa Afande Christina, kutoka kwa daktari wetu, lakini tumepata pia elimu kuhusiana na homa ya ini hapa na namna ambavyo inaambukizwa, na fursa ambayo pia tumeipata hapa ya kwenda watu kupima. Siku ya ukimwi duniani ni tarehe 1 mwezi wa 12, lakini kiuhalisia siku ya leo nimefurahi kwa maana mada nyingi zimetolewa na uwezeshaji, ambapo tumeshaona kwamba kuna mambo fulani ya ukatili wa kijinsia na jinsi ya kutokomeza huo ukatili. Kwa hiyo ni moja wapo ya ukatili ambao nimeupenda kutokana na mwezeshaji wetu Afande Christina ni ukatili kuhusu mambo ya hisia. Kwa maana kwamba ukatili kwa jinsi mambo ya hisia, kwa maana kwamba mtu unaweza kumfanyia, kwa maana kwamba unaweza kumfanyia kwa njia aidha kutokana na mazingira ambayo mnafanya kazi. Unaweza kuwa labda ni bosi wa eneo fulani, kama labda aidha mkurugenzi au mkuu wa idara, ukawafanyia ukatili wa hisia wale walio chini yako. Sasa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli inaweza ikaleta changamoto kwa watumishi ambao wanawasimamia, na utendaji wao wa kazi ukawa umeshuka. Lakini vile vile swala zima la ukatili wa kiuchumi,
Kwa maana kama we ni bosi ambaye ndo unaidhinisha malipo yao mbalimbali, lakini kwa sababu ni mkuu wa ile eneo ukawakatili kwa mfumo wa kiuchumi, kwa maana kwamba aidha umewakatili kiuchumi, kwa maana kwamba aidha pamoja na mambo ya hisia, kwa maana kwamba aidha mtumishi umemhitaji kingono. Sasa kitu ambacho sio sahihi katika jinsi walivyotupa semina wenzetu hapa waliotoa mada, kwa maana kwamba huo sio utaratibu katika utumishi wa umma. Kwa maana kwamba ili wewe kama ni mkuu wa taasisi lazima utende haki kwa watumishi wote, usitumie ukatili wa hisia, ukatili wa kiuchumi, kwa maana kwamba ukifanya hivyo unadumaza shughuli za kimaendeleo katika upande wa halmashauri yetu ya manispaa ya Geita. Lakini kwa nini leo tumeona tuisogeze kwa watumishi? Tumesema mara nyingi tunawahudumia wananchi kwa namna moja ama nyingine, tunalisahau hili kundi na tunaliacha kabisa, tukiamini kwamba lenyewe limejitosheleza. Kwa namna yoyote hili halijitosheleza, bado na lenyewe linahitaji kuangaliwa kwa jicho la tofauti, kwa maana ya kulihakikishia kwamba linaendelea kuongezewa ujuzi na elimu namna gani ya kujikinga na ukatili, lakini kuona kwa hali halisi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwenye maeneo yao. Inawezekana ukakuta watu wako kwenye idara mbalimbali tofauti, lakini hawana uelewa, hawana status ya maambukizi kwa wakati huo. Inawezekana wanajiona wote tu wako sawa, lakini hawajui kwamba hali ikoje na ni nini kifanyike. Kwa sisi kama halmashauri na idara tumeona ni vyema tuwarudie wao sasa. Tuwakumbushe wajibu wao, tuwakumbushe kwamba ukimwi upo, haumwangalii mtumishi au mwananchi, na wao bado pia wana wajibu ya kuhakikisha kwamba wanajikinga na wanajilinda. Lakini tunapozungumzia kwenye upande wa ukatili unafanyika kwenye maeneo mengi sana, na ambayo tunasema hata kwenye maeneo ya kazi pia ukatili unafanyika, na nje ya maeneo kazi pia ukatili unafanyika, na wakati mwingine tunaufanya sisi watumishi na wakati mwingine wanaofanya kwenye maeneo ya makazi yetu. Kisheria katika zile haki za binadamu kuna haki ya kusikilizwa na haki ya kusikiliza. Sasa katika maeneo ya kazi kumekuwa na changamoto kwamba watumishi wanakuwa wanafanywa ukatili wa kihisia, hasa katika kusikilizwa. Hawasikilizwi hisia zao, lakini pia hawapewi nafasi ya kuexpress au kuelezea hisia zao. Lakini pia kuna watumishi ambao wanapata changamoto ya kufanywa ukatili wa kihisia, kwa maana ya kwamba kulazimishwa kufanya mambo ambayo hawako na matakwa yao, kinyume na sheria. Kila mtu ana haki ya kukubali au kukataa. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya matakwa ya binadamu. Sasa inashauriwa katika maeneo ya kazi kuwepo na usawa kwanza wa kijinsia, lakini kuwepo na usawa katika maeneo ya kazi, kuhakikisha kwamba kila mtumishi ana haki ya kusikilizwa, ya kusikiliza na kukataa au kukubali kwa yale mambo ambayo hayapo moja kwa moja kiutumishi. Sasa kupitia dawati la msaada wa kisheria tumekuwa tukipokea changamoto nyingi ambazo nyingine zinahusiana na watumishi, kitu ambacho imeonyesha kwamba ni changamoto. Mtumishi ni mtu wa kwanza ambaye anatakiwa atatue changamoto za wananchi, lakini imeonekana kuna watumishi wengine wao ndio wanatengeneza changamoto za wananchi badala ya kuzitatua. Hasa kupitia msaada wa kisheria tumepokea changamoto nyingi, hasa kutoka kwa jinsia ya kike, nyingine ambazo ni za kifamilia, lakini nyingine ambazo ni maeneo ya kazi. Tumejitahidi kuzitatua kama alivyoelekeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kupitia kampeni ya msaada wa kisheria, kuhakikisha kwamba kwanza tunamsikiliza mwananchi, tunampa nafasi ya kujielezea. Kwanza awe huru kuona kwamba sisi ni mmoja kati ya wao, yani kwamba sisi na wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo tunampa nafasi ya kumsikiliza, anazungumza, lakini pia kwanza tunamshauri, kwa sababu Mheshimiwa Rais alielekeza cha kwanza tutatue migogoro kwa njia ya ziada ya kawaida ya chini kabla ya kwenda kwenye sheria. Kwa sababu kwenye sheria unafuata tu sheria, lakini unaweza kutatua mgogoro ukatengeneza mgogoro mwingine. Kwa hiyo tunajitahidi kwanza kutatua kwa njia za awali za kuwasikiliza, na unakuta changamoto nyingine hazitaki kufika hata kwenye ngazi ya kisheria, zinatatuliwa kwa ngazi hizi za chini.